ya ulaji wenye afya. Mheshimiwa Spika, katika bajeti ya mwaka 24-25 serikali ilipanga kukusanya jumla ya shilingi trilioni 50.29 kutoka katika vyanzo vya ndani na nje. Hadi Mei 2025 kiasi cha shilingi trilioni 45.07 kimekusanywa, ikiwa ni sawa na asilimia 89.6 ya lengo la mwaka. Mchanganuo wa mapato yaliyokusanywa katika kipindi hicho ikilinganishwa na lengo kwa mwaka ni kama ifuatavyo. Mapato yaliyokusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA yalikuwa shilingi trilioni 26.86 sawa na asilimia 91.3 ya lengo. Mapato yasiyo ya kodi yaliyokusanywa na wizara, idara zinazojitegemea na wakala za serikali yalifikia shilingi trilioni 2.97 sawa na asilimia 77.4 ya lengo. Mapato yaliyokusanywa na mamlaka za serikali za mitaa yalifikia shilingi trilioni 1.26 sawa na asilimia 93.2 ya lengo. Misaada na mikopo nafuu kutoka nje iliyopokelewa ilikuwa shilingi trilioni 5.32 sawa na asilimia 87.5 ya lengo. Mikopo ya ndani ikijumuisha mikopo ya kulipia dhamana za serikali zilizoiva ilifikia shilingi trilioni 6.23 sawa na asilimia 94.1 ya lengo, na mikopo ya masharti ya kibiashara ya nje ya nchi ilifikia shilingi trilioni 2.43 sawa na asilimia 8.3 ya lengo. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 imefanya mageuzi makubwa ambayo yameongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani. Ifahamike kuwa kuimarika kwa makusanyo ya mapato ya ndani ni msingi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, utoaji wa huduma bora kwa wananchi na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Kodi yetu ndiyo maendeleo yetu. Kila Mtanzania anapaswa kuelewa kwamba maendeleo hayawezi kupatikana kwa kutegemea misaada, ni lazima tulipe kodi. Mheshimiwa Spika, ni lazima tulipe kodi. Kwa upande wa makadirio ya matumizi yaliyoidhinishwa na bunge lako tukufu kwa mwaka 2024-2025 ni shilingi trilioni 50.29 ambapo shilingi trilioni 33.75 ni matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 16.54 ni matumizi ya maendeleo. Katika kipindi cha Julai 24 hadi Mei 25, ridhaa ya matumizi iliyotolewa ilikuwa ni shilingi trilioni 42.90 ikiwa ni sawa na asilimia 85.3 ya lengo la mwaka. Mheshimiwa Spika, katika kiasi hicho ridhaa ya matumizi ya shilingi trilioni 30.63 ambayo ni sawa na asilimia 90.8 ya lengo la mwaka ilikuwa ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Aidha, ridhaa ya matumizi ya shilingi trilioni 15.74 sawa na asilimia 95.1 ya lengo la mwaka ilitolewa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, asilimia 95.1 ya lengo la mwaka. Ridhaa ya matumizi ya maendeleo ilijumuisha shilingi trilioni 3.47 kutoka kwa washirika wa maendeleo ambacho kilipelekwa moja kwa moja kwenye utekelezaji wa miradi, yani D-Fund. Mheshimiwa Spika, baadhi ya maeneo yaliyopelekewa fedha katika kipindi cha Julai 2024 hadi Mei 2025 ni pamoja na ugharamiaji wa deni la serikali, ugharamiaji wa mishahara kwa watumishi wa umma, maandalizi ya uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025. Aidha, mtakumbuka kuwa michango wa wakandarasi, wazabuni, watoa huduma kwa miaka kwa ajili ya kujenga taifa letu, serikali iliendelea kulipa madeni yaliyohakikiwa ambapo kiasi cha shilingi trilioni 1.01 kimelipwa kwa ajili ya ulipaji wa wakandarasi waliofanya kazi za maendeleo katika taifa letu. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa uhimilivu wa deni la serikali hadi Aprili 2025 deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 107.70 na kati ya kiasi hicho deni la nje lilikuwa ni shilingi trilioni 72.94 na deni la shilingi trilioni 30.76 na tathmini ya uhimilivu wa deni uliofanyika kwa mwaka 2024 ulionyesha kuwa deni letu bado ni himilivu ikiwa ni kipindi cha muda mfupi, muda wa kati pamoja na muda mrefu. Katika tathmini hiyo, Mheshimiwa Spika, viashiria vinaonyesha kuwa kwa mwaka 2024-2025 tathmini ya sasa ya deni la serikali kwa pato la taifa ni asilimia 40.3 ikilinganishwa na ukomo ambao ni asilimia 55.
Hatupaswi kuwa na hofu kabisa kuhusu jambo hili. Na kwa upande wa thamani ya sasa ya deni la nje kwa pato la taifa ni 23.6 ikilinganishwa na ukomo wa 40 ambayo ni standard ya kimataifa. Na thamani ya sasa ya deni la nje kwa mauzo ya nje ni 123.8 ikilinganishwa na ukomo ambao ni 180. Hatupaswi kuwa na hofu na jambo hilo. Mheshimiwa Spika, hadi Machi 2025 kampuni ya Moody's Investors Services ilifanya zoezi la mapitio ya kwanza ya tathmini ya nchi kukopesheka katika masoko ya fedha ya kimataifa kwa mwaka 2025 ambayo inaongelea pia uimara wa uchumi wa taifa letu. Baada ya kukamilika kwa zoezi hilo, kampuni hiyo ilichapisha matokeo ambayo yameendelea kuiweka Tanzania katika daraja la B1 kama ilivyokuwa kwa matokeo ya mwisho wa mwaka 2024. Aidha, kampuni nyingine kubwa Fitch Ratings iliendelea na mapitio ya kwanza kwa mwaka 2025, inatarajia kuchapisha matokeo hivi karibuni. Kampuni hiyo ilichapisha matokeo ya mapitio ya mwisho wa Disemba 2024 ambapo iliipatia Tanzania katika daraja la B+. Mheshimiwa Spika, katika matokeo ya tathmini nchi yetu kukopesheka katika masoko ya mitaji na uhimilivu na uimara wa uchumi kimataifa inaendelea kuipa taswira chanya nchi yetu katika medani za kimataifa. Matokeo hayo ni bora kuliko nchi nyingine katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na kusini mwa jangwa la Sahara. Pamoja na mambo mengine ambayo yamechangia jitihada za serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni katika kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji wa sekta binafsi, kukuza uchumi, kusimamia kwa makini deni la serikali na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, yani diplomasia ya uchumi. Mheshimiwa Spika, serikali itaendelea kutekeleza mikakati mbalimbali ili kuhakikisha kuwa deni linaendelea kuwa himilivu, ikiwemo kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani ili kupunguza utegemezi wa mikopo katika ugharamiaji wa bajeti, kuelekeza fedha za mikopo katika miradi inayokuza mapato ya ndani na mauzo ya bidhaa za huduma nje ya nchi, kuendelea